بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu wasikilizaji watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunarudi tena katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli, na tukiendelea na mambo yanayohusu Ramadhani. Muislamu katika Ramadhani, uzuri unaoendelea. Haina shaka kwamba tuko katika siku 10 za kati na tunakaribia kuzimaliza. Namuomba Mwenyezi Mungu ambaye ndiyo muweza wa kila jambo na ndiye anatupa uhai na afya, tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwekee baraka katika uhai wetu na atuwekee baraka katika mambo yetu, atukubalie ibadati zetu ambazo tunazozifanya hasa katika mwezi wa Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu katika siku 10 ambazo zilikuwa za kwanza, tunamuomba Mola wetu akubali mambo yetu, akubali nguvu zetu nzuri ambazo tumejitahidi nazo kwa kuyafanya mema, na tunamuomba Mwenyezi Mungu ndiye mwepesi wa kusamehe na ndiye msamehevu kwa yale yote ambayo tumeyafanya mabaya kwake, tumemkosea labda kwa fikra zetu, maneno yetu, vitendo vyetu tunayoyafahamu na ambayo hatuyafahamu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ndiye msamehevu atusamehe na atupe nguvu tena za kuendelea na kufanya bidii ili tupate kumridhisha Mola wetu. Ewe Mola wetu, tunakuomba tuweke katika waja wema ambao umekubali amali zao, umewasamehe madhambi yao, umeondoa majina yao au umetuondoa katika moto wa Jahannam. Wa'iyadhu billah. Mwenyezi Mungu tusamehe, tuondoe katika moto wa Jahannam. Tunamkuomba Mwenyezi Mungu, ewe Mola wetu msamehevu wetu, utuweke katika aljanna, jannatu firdaus al-aala, innahu waliyu dhalik. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa kila jambo na ndiye mwenye kuyaweka na ndiye mwenye kuyaamrisha. Ndugu zangu, hizi siku tunazomalizia ni siku za itqu minan nar, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siku za kuondolewa katika moto wa Jahannam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika waja wema. Siku 10 za mwisho ni siku tena za kuongeza nguvu, ni siku za kuongeza nguvu. Mtume wa Mwenyezi Mungu ametuwekea mambo ya kufanyia katika hizo siku 10. Alikuwa anasema sasa hizo siku 10 zilikuwa zikiingia, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadda mizarahu wa aiqadha ahla. Alikuwa akiweka nguvu sana, yani anasema kwamba alikuwa akijikaza kikoi chake. Ina maana alikuwa akiongeza nguvu katika kufanya ibada, kwa kuzidisha ibada katika siku 10 za mwisho. Mwezi wa Ramadhani wote ni mzuri na una baraka na matendo mengi, lakini ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji wangu, na kuhusia na kuihusia nafsi yangu kwamba hizi siku 10 za mwisho, yani tuzidi kuweka
nguvu na bidii kwa kumsongelea Mwenyezi Mungu. Kama mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume wake Mola wetu, alikuwa akizikifika hizi siku 10 shadda mi'zarahu, yani alikuwa akifunga kikoi chake kikawa imara kabisa, yani bimaana alikuwa akizitekeleza, yani anashikamana na kuambatana hizi siku 10 ili apate thawabu zake. Je, vipi mimi na wewe? Sisi mafakiri wa kupotea, tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Sasa siku 10 za mwisho za Ramadhani, nataka ndugu yangu, dada yangu, tuweke nguvu kabisa, tujitahidi kweli, tuzifate nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema hadithi kwamba alikuwa shadda mi'zarahu, alikuwa kifunga kikombe chake, wa aiqadha ahla. Hebu tizama, usiwe ni mwenye kufanya ibada wewe peke yako ukawasahau watu wako, ukawasahau wake zako, ukawasahau watoto zako, ukasahau ndugu zako, ukasahau watu ambao mnakaa nao kwenye nyumba. Waamshe, waweke nguvu, waweke bidii, watafute radhi zake Mwenyezi Mungu katika siku 10 ya Ramadhani ya mwisho. Katika hizi siku 10 ndiyo kuna usiku mmoja ambao tumeuzungumzia mwanzo. Kwa kutafuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alijiandaa akawahama wake zake wote, akawahama wake zake, akaenda msikitini kufanya itikafu. Itikafu ni moja katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani. Alikuwa akifanyaje au inafanyikaje? Mtu ambaye atafanya itikafu anakuwaje? La kwanza kabisa ni kujitengeneza kwamba siku 10 kuleta nia kwamba siku 10 utazimaliza msikitini kwa itikafu. Kwa hiyo ambaye anafanya itikafu ana ulazima msikiti, anakaa ndani ya msikiti, anajilazimisha kukaa ndani ya msikiti, isipokuwa kwenye haja kubwa, ikiwa kuna mambo yanamtakia afanye, itabidi afanye. Wa ila ni mtu wa kuwa msikitini kufanya ibada za kusali, kufanya ibada za kusoma Qur'ani, kufanya ibada za kumdhukuru Mwenyezi Mungu mara nyingi, kumtaja Mwenyezi Mungu, kufanya ibada za kumuomba Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, kumuomba na kumsamehe na kumuomba msamaha na kumshukuru sana katika neema zake. Sasa hii ibada inafanyika msikitini. Ni mtu kujizuia msikitini, sio kujizuia nyumbani. Siku 10 anazimaliza vizuri sana msikitini. Wanasema msikiti gani? Msikiti gani? Kuna masala watu wanasema kwamba hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna itikafu isipokuwa kwa 3 masajid, kwamba itikafu inafanyika kwa misikiti 3 tu peke yake. Sio hivyo.
wanazioni wanaonyesha kwamba msikiti wowote unaosaliwa jamaa na Ijumaa unaruhusiwa kufanyia itikafu. Msikiti ambao unasaliwa ndani jamaa na Ijumaa, huo msikiti unaruhusiwa kufanya itikafu ndani yake. Sasa itikafu ni ibada mashru' kwa dini ya Allah, na alikuwa akiifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku za mwisho za mwezi wa Ramadhani, kwa kuitafuta Lailatul Qadr, kwa sababu Lailatul Qadr inapatikana katika siku 10 za mwisho. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba muitafuteni katika siku za mwisho za Ramadhani. Alikuwa ameipewa, akajua siku yake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na amani zake na kutaka watu wazidishe ibada, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasahau siku gani ameambiwa. Kwa hiyo anatuhusia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema faltamisuhu fi awakhir ashar al-awakhir fi Ramadan, basi itafuteni hii Lailatul Qadr, itafuteni katika siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Na yeye kuwa akiitafuta siku za mwisho alikuwa akienda itikafu msikitini, anajitenga na wake zake, anajitenga nyumba yake, anakaa msikitini ili kufanya ibada za Mwenyezi Mungu, ili kumwabudu Mwenyezi Mungu vilivyo. Ndugu yangu, dada yangu, sisi ndio wenye haja kubwa sana kuzipata hizi au kutekeleza hii ibada ya kuitafuta Lailatul Qadr katika siku 10 za mwisho. Hapa tulikuwa kwenye alikuwa akiitafuta Lailatul Qadr, alikuwa akiitafuta kuanzia siku ya kwanza za siku ya mwisho, yani siku 10 za mwisho, lakini siku ya 11, yani siku ile ya 21 anaanzia pale, yani ina maana tarehe 20 au siku ya 20 anatengeneza nani zake, anawaambia wake zake usiku huwa anakwenda kulala msikitini. Chochote walikuwa akimtengenezea walikuwa akimletea msikitini. Mtu ambaye yuko msikitini, yuko kwenye itikafu, haruhusiwi kutoka hovyo ndani ya msikiti. Tumesema kwamba anaulazimu msikiti mpaka mwisho wa siku 10, mpaka mwisho wa Ramadhani. Kwa nini? Hizi ni siku za kuzidisha ibada, na mzuri wa kufanya ibada anakuwa yuko free na watu, yuko pembeni na watu, yani amejitenga yeye na Mola wake. Yeye yuko pale, yeye na Mola wake, hana mambo ya kumsumbua. Sijui hapa inakosekana nini, tunahitaji chakula, tunahitaji la. Unatengeneza mtu ambaye atakuwa
atafanya itikafu, anatengeneza kwanza kitu atakachotumia siku hizi 10 za mwisho atakazokaa msikitini. Naam. Sasa hizi siku 10 za mwisho ni siku za ibada, ni siku za kudizidisha nguvu na kumwabudu sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ikisababisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuihama nyumba yake, kuhama kitanda chake, kuhama wake zake, kumfuata Mwenyezi Mungu. Lakini ndugu yangu, tukisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mambo haya, kumbuka ya kwamba huyu anayefanya hivi amesamehewa madhambi yote yaliyokuwa na yatakao kuwa, kama kwa sababu mitume ni maasumu, hawafanyi mabaya. Lakini sasa kama yeye Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama yeye amepata nguvu, amefanya bidii ya kufanya ibada, kama anawahama wake zake, kama anaihama nyumba yake au nyumba zake anazihama, anakwenda kukaa msikitini kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Je, vipi mimi na wewe? Tuko wapi na yeye? Ni sisi wa kwanza kabisa ambao tunazihitaji radhi zake Mwenyezi Mungu. Ni sisi wa kwanza ambao tunapaswa tuzikimbilie hizi thawabu za Mwenyezi Mungu, kwa sababu hatuna garanti sisi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana garanti yake kwamba pepo yake ipo pale inamsubiri. Na ndiyo sababu Aisha radhiallahu anha alipomuona anasimama usiku miguu inavimba, anamuuliza, ya Rasulullah, atukallifu nafsak, unajijaribu na nafsi yako hadi unavimba miguu yako? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Unayafanya haya ya kiasi hichi na Mwenyezi Mungu ameisha kusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yale ya mwisho. Huyu ni mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mtume wake Mwenyezi Mungu, ana 100% kwamba ataingia pepo yake Mwenyezi Mungu. Sasa je, vipi ni mimi na wewe? Hatujui tuko wapi, hatujui tuko nini, hatujui tuna nini. Sasa Mwenyezi Mungu akikupa fursa ya kukutwa na Ramadhani kama hii, usije ukapungua siku 10 za itikafu msikitini. Hizi siku nizo siku watu wanatafutisha usiku ule ambao Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba khairu min alfi shahr. Ule usiku wa Lailatul Qadr ambao Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba ni mzuri kuliko. Jamani, hili jambo nalirudia mara nyingi. Anasema khairun, ni mzuri, min, usiku huu ni mzuri, min alf shahr, kwamba ni mzuri sana kuliko, sio sawa sawa, la, bali kuliko. Yani uzuri wake, mazuri yanayopatikana katika usiku huu una mazuri kuliko miezi 1000. Mahesabu miaka 83 na miezi kadhaa. Sasa itikafu iko katika siku hizo ambazo kuna usiku huo. Je,
uzuri ulioje unaoona huo usiku ukikukuta na wewe umelazimu msikiti, huo usiku uje ukukute, uje unikute mimi na wewe na wengineo tukiwa msikitini. Tunafanya nini? Tukiwa msikitini tunamuomba Mwenyezi Mungu. Tunafanya ibada za tofauti tofauti tulizosema. Ukiwa msikitini unasali sana. Yani usiku nasimama sana. Naam. Tukotoka kwenye mapumziko kidogo, tunaendelea mbele na kuieleza itikafu msikitini. Itikafu msikitini tumesema kwamba inafanyika na wanaume ndio wanafanya itikafu msikitini. Alikuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu ambaye ameulazimu msikiti anakuwa ni mwenye kusoma sana Qur'ani, kwa sababu mwezi wa Qur'ani, Ramadhani imeshuka Qur'ani kwa sababu ni mwezi mzuri ambao wa kuisoma Qur'ani vilivyo. Sasa mtu aliyekuwa msikitini ambaye amelazimu msikiti ni mwenye kupitiza ibada za kusoma sana Qur'ani, kusimama kusali sana na kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha, kumshukuru kwa mambo mazuri anayokutupa hadi kukufikisha kwamba we uko hai na uko msikitini unamwabudu Mwenyezi Mungu. Mambo haya ndiyo yanatakiwa msikitini. Akulazima msikiti unakuwa mwenye adhkari nyingi, kusoma Qur'ani sana na kusali sana. Kusali sana. Swala yani za nafila, swala ambazo ni za sunna unapitiliza sana, hasa usiku. Ukisimama kisimamo chako cha usiku, unasimama imara katika siku hizo. Mwenyezi Mungu kwa rehema zake akitukutanisha na Lailatul Qadr, unakuwa umeshashinda. Unakuwa umeshinda kweli, ushindi ambao Mwenyezi Mungu anafuraha nao. Yani umeonyesha kwamba wewe ni mja wake wa kweli. Una nguvu, unahitaji, una mapenzi naye. Unahitaji kufika mbele yake akiwa radhi na wewe. Unamtafuta ili awe ni mwenye kukubali matendo yako. Hasa mtu unamuomba Mwenyezi Mungu katika ukiwa kwenye itikafu kwenye msikiti, unamuomba sana Mwenyezi Mungu akubali funga yako, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa wanatuambia kwamba walikuwa wakiomba Ramadhani ije katika aifanye Ramadhani ikiingia, wanaomba miezi 6 ili Mwenyezi Mungu awakutanishe na Ramadhani. Wanarudi tena wanaiomba miezi 6 ili Mwenyezi Mungu akubali ibada yao. Kama ni funga, akubali funga yao. Kama ni haji, akubali haji yao. Kama ni umra, yani wanaomba Mwenyezi Mungu akubali miezi 6, wanaomba Mwenyezi Mungu akubali funga yao. Sasa kwa hiyo
katika siku 10 hizi unazokuwa msikitini, unatakiwa uwe umeambatana na ibada zake Mwenyezi Mungu, kusoma Qur'ani sana, kusimama usiku sana, na kufanya adhkari nyingi. Kwa sababu wewe huko msikitini hakuna jambo lingine ambalo linakutatiza. Hauna jambo lolote ambalo unasema kwamba hili jambo linakataza kufanya jambo hili. La. Sasa itikafu inakusongeza karibu sana na Mola wako. Hukusongeza sana karibu sana na Mola wako. Ndio sababu unazidisha ibada. Ndio sababu unazidisha ibada. Sasa hapo Mwenyezi Mungu akikukutanisha na siku, wengi wana katika hizi siku 10 za mwisho, wengi hufanya jambo ambalo si kweli, si zuri, kwamba wanaichukua siku ya 27 kuiweka kwamba ndiyo siku ya Lailatul Qadr. Si yenyewe. Yawezi kawa Laila. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume Muhammad SAW alikuwa akitafuta Lailatul Qadr kutokana na siku 10 zote. Ingekuwa ni siku 7 hangekaa siku 10, angeisubiri ile siku 27 anaondoka naenda msikitini au anafanya mambo makubwa. La. Kwa hiyo ina maana siku 10 wewe itafute katika siku 10. Inaweza kawa ni 21, 23, 25, 27, 29. Lakini haiwezekani siku moja. Namuomba Mwenyezi Mungu atukutanishe na Lailatul Qadr. Namuomba Mwenyezi Mungu atakubali ibada zetu. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.